Mheshimiwa Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson na maaskofu wote, wachungaji, wakurugenzi, WWK na wote ambao mko mahali hapa, nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasimama hapa kwa niaba ya familia nikitoa shukrani zangu mbele yenu kwa jinsi ambavyo mmekuwa pamoja nasi hadi shujaa huyu amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunawashukuru, kuna watu wametukimbilia tangu alipoanza kuugua na kuwa mdhaifu, mmekuwa pamoja nasi. Askofu mkuu na mama amekuwa pamoja nasi. Timu nzima ya makao makuu wamekuwa wakitukimbilia. Wachungaji, hata wachungaji makanisa mengine wamekuja nyumbani kuja kumuona. Maaskofu wengine kutoka Leguruki namuona pale amekaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara nakuja. Mwenyekiti wa kanda, nasema Bwana Yesu awabariki mno. Tunao shukrani za dhati, hatuna namna ya kusema, kwa sababu unapotendewa kitu alafu hutaonyesha moyo shukrani, ni hukumu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawashukuru mno. Mimi ni mtoto wa kwanza wa huyu shujaa aliyelala, na nimezaliwa kipindi hicho mwaka 59. Baada ya misezi ndio alianza huduma. Kwa hiyo ninajua mengi jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nina kitu ndani ya moyo wangu, sijui jinsi ya kushukuru, kwa sababu huyu baba amekuwa nguzo nyumbani. Yaani ametuachia kitu katika maisha yangu. Amen. Katika maisha yetu alikuwa mwaminifu, alikuwa muombaji. Alikuwa mwaminifu, ametufundisha uaminifu. Mimi mwenyewe nimepata kitu katika maisha yake, kwa sababu unapokuwa naye anataka uwe unaongea mambo ya Mungu. Unaweza kumwambia baba, ile gari imepita pale nzuri kweli. Anakuangalia tu. Mwanzo anakuambia mtoto, yale ni mabati. Lakini unapomshirikisha katika mambo ya Mungu, anakutolea maneno, anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli nao moyo wa shukrani kwa ajili ya baba na kwa ajili yenu pia ambaye mmemtunza, mmemjali. Nasema Mungu awabariki. Mzee Muiche na askofu mkuu na mama na timu mzima ambapo mmekuwa mahali hapa, nasema Mungu awabariki. Niseme nini? Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baba ambaye amelala, lakini amelala katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha yetu ametuachia mambo makuu, uaminifu. Baba alikuwa ni muombaji. Pamoja ile miaka 60 huko tumezaliwa, hali ilikuwa shida. Mama yangu Kimaro yuko pale, anajua. Nimeishi katika maisha ambayo mdogo wangu alishikwa na kashako, mpaka mama mmoja akamchukua akaenda kumlisha maziwa nyumbani ndio akatoka mtu. Lakini baba bado alikuwa anaendelea na Injili. Tumejifunza mengi, hasa mimi mwenyewe binafsi nimejifunza namna ya kuishi katika maisha ya amani. Na ninasema kwamba katika watoto wote ambao katika mzee Lazaro ambaye labda ikitoka tumepangwa nataka kutandikwa viboko, tumekosea, mimi nitachapwa sana, maana nimeona makuu ya Mungu na matukufu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninachosema ni kwamba jioni wazee, mnapoishi na watoto wenu, fanyeni matukio ya ajabu ambayo vizazi wataelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba alikuwa ni mtoaji, amenifundisha utoaji. Mimi fungu la 10 nikishapokea kama ni ya fungu la 10 ninaweka kwenye soksi ili nisitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametufundisha imani, ametufundisha uaminifu. Yaani nashindwa namna gani niseme. Mimi nasema namshukuru Mungu kwa ajili ya baba. Huyu ni shujaa amelala. Sio namsifia tu kwa ajili kila mtu. Hapana, mimi nasema nimeona matukufu ya Mungu. Baba alikuwa anasema matukufu. Usikanyage matukufu ya Mungu. Nasema jina la Yesu libarikiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya huyu baba. Si niongeza namna gani. Kuna wakati ambapo nyumba yetu ilikuwa inaanguka. Kwa tunaishi mama yetu yuko pale, Makimaro yuko pale, anajua nyumba yetu kulia ya udongo ilikuwa inaanguka. Baba kipindi hicho aliendaga Marekani, akarudi akapata alipata salaka kidogo pale, akawa ameviweka kwenye box chini ya kitanda.
Yule dada ambaye tulikuwa tunakaa naye akawa anafagia, akaniambia Wile njoo, kuna hela nyingi sana huko baba amekucha bana utonoti huko. Nikaona kazi yule tukazurujia. Lakini kwa imani ya mzee yule, badala ya kutafuta namna kujenga nyumba, alichukua ile pesa akaileta kanisani, akajenga madhabahu, akanunua vitu, akasema Mungu atajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu nimejifunza uaminifu, kumtolea Mungu nimejifunza katika maisha yetu. Kweli tunacho kitu, hatuwezi kuacha, si watoto lazima tukuacha tukao wajinga. Tumeona matukufu ya Mungu. Ninamshukuru mno Mungu. Ninamshukuru Mungu hata kwa ajili ya maombi ya makanisa, maombi ya wachungaji kwa ajili ya kutuombea. Baba nasema Mungu awabariki sana. Ninasema kwa ushindi mkuu, nasema huyu ni shujaa amelala. Shujaa amelala. Shujaa amelala. Baba uaminifu wa mzee, Baba wa mzee ulikuwa wa ajabu. Wakati wakiwa na mzee Kimaro, Wilson Kimaro, Baba walikuwa wanashirikiana maneno ya Mungu. Hawakurudi nyuma na mateso yote, lakini walisimama. Na sisi tunamwambia Mungu tutasimama katika kweli. Baba tunawashukuru, wachungaji tunawashukuru. Baba tunawashukuru. Mungu awabariki sana kwa mioyo yenu. Mmesimama na baba, mmemwombea katika ugonjwa, hata alipokuwa na hubiri injili mmekuwa pamoja naye, mmesimama naye katika matizo, mmesimama naye. Nasema Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Yaani na namna tunapotezewa na maneno, lakini nasema Mungu awabariki mno. Baba Mungu awabariki. Hata wakati ambapo nilikuwa nimefikia kuoa, nilikuwa na ujinga fulani hivi, lakini ukisema napenda sana kukaa mwenyewe, nasema nikioa labda nitakaje na mtu mwingine, mimi siwezi, maana nikiweka kitu changu hapa na kitu nikitukio hapo. Lakini mzee akatusaidia mpaka nikaoa. Tukawa na mdogo wangu siku moja, na mke wangu ndio mnamuona hapa, Dr. Naomi Kudasa. Bwana Yesu asifiwe sawa. Nao shukrani za Mungu kwa watu wote ambao wametukimbilia. Bwana nasema Mungu awabariki. Mungu asimame pamoja nanyi. Mungu akutane na mahitaji yenu. Wachungaji, Mungu akutane mahitaji wenu. Mungu ainue vijana wenu na watoto wenu. Spika wetu bunge leo kutukufu, Mungu aendelee kukuinua kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Katika mateso yote mzee amepata, lakini alisimama na Mungu, na sasa majibu ni mema. Majibu ni mema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analipa. Mungu analipa. Mungu ambaye shujaa amelala. Shujaa amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba nakushukuru. Baba nawashukuru. Labda sijaweza kushukuru zaidi, lakini Baba nasema Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Baba nawashukuru kati ya jamani, makofi mengi kwa ajili ya kaka, na asanteni kwa kusimama kwa ajili ya kaka. Moyo uliojaa, na tunashukuru sana kwa ajili ya hilo. Sasa baada ya hapo tutamleta sasa kiongozi wetu, makamu askofu mkuu, kwa ajili ya kutamka baraka kwa familia, na baada ya hapo tutafanya shughuli ya kuweka sasa wazi, kuandaa mwili kwa ajili ya kuaga. Wote za Biblia kulikuwa na familia zinazotokana na migogano. Si hata leo nimehubiri hapa, mmesikia yule jamaa. Mnamkumbuka yule jamaa? Alimwambia Yesu afanye nini? Nilikuwa ni mgogoro ule. Si hatutaki migogoro katika nyie. Ile amani aliyeacha mzee, mkapendane zaidi. Lakini tunawataka mkatumike zaidi. Na sisi tunaamini kuna watu kati yenu, kile kipawa, vile vipawa vitafanya kazi ndani yenu. Vitafanya kazi kipindi ambacho mmeamua kutumika. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba wenye viti wa kanda njoni hapa mbele. Njoni hapa wenye viti wa kanda. Wenye viti wa kanda njoni hapa mbele. Naomba usimame mbele ya mtu. Simama mbele ya mtu. Simama mbele ya mtu. Njoo. Simama mbele ya mtu. Yaani usisimame mbali hivi. Hakikisha umesimama mbele ya mtu ambaye nikikwambia weka mkono utaweka mkono. Sawa? Sasa simama hapa. Ndugu yetu missionary Jeff, naomba njoo. Simama mbele ya mtu, utamwombea Godson hapa. Huyu hapa. Naomba
Missionary Melody, njoo hapa, na mshauri wa Double K, njoo hapa. Tasimama mbele ya mama askofu. Baki mtu mmoja, baki tayari, bado wawili. Naomba, asante, naomba Faraja Hamuli, mwenyekiti wa Double K, njoo hapa. Naomba na Mwenje. Simama hapo kwa ajili ya nani? Na Mwenje, simama hapa. Asante. Asante. Naomba kanisa tusimame. Naomba maaskofu wakuu mgeuke, mnyoshe mikono yenu na kutamka neno la ushindi katika familia hii. Naomba nyosha mikono, tamka neno la ushindi katika familia hii. Naomba Askofu Sangia utatuongoza. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ndiye uliyeiweka familia hii ya mzee wetu Lazaro, ambayo sasa imebaki bila baba, lakini tukiamini wewe ndiye baba mkuu, kiongozi wetu wa familia, kiongozi wetu wa wanadamu wote. Utaangalia familia hii na Bwana utawabariki watoto hawa na wajukuu zetu, utawabariki, na pia huduma zao ambazo zinaonekana dhahiri zitajitokeza na zitakuwa dhahiri katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asante Bwana kwa sababu bado una kazi na familia hii. Japo baba umemuita nyumbani na tunaamini ndio makao ya wote, lakini Bwana vijana hawa utawabariki na utawatumia. Hasa tumeona bado mbegu ile ya mzee Lazaro inaendelea. Tunasema asante kwa sababu utawatumia na utamwaga Roho yako Mtakatifu juu yao na watoto wao, na pia shughuli zao zote zitabarikiwa na huduma zao zote zitabarikiwa. Walinde Bwana, wape umoja, wape roho mmoja, roho wa Kristo, wape roho wa upendo. Mungu wakaweze kushikana kama familia ya kuhani wako. Na Bwana tunasema asante kwa sababu utafanya hivyo. Katika jina la mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana. Mungu awabariki. Tuna imani kubwa Bwana hata wapungukia, Bwana hata waacha. Amen. Asante sana, mnaweza kurejea kwenye nafasi zenu. Sasa mimi nafikiri nimehitimisha yale ambayo nilikuwa nimekusudia kwamba tuyafanye. Narudisha kilongalonga kwa wahusika. Amen. Niombe sasa. Wakati huu nitasema kwa ufupi utaratibu tutakaofuata. Lakini kabla ya kusema hivyo, niseme mambo mengi tumeyamaliza hapa ndani. Na kwa kweli niseme neno tu la shukrani kwa ajili ya utulivu mkubwa tuliokuwa nao kwenye ibada hii. Na niwashukuru wote ambao wamekuwa kutuzama pia na kutufuatilia kila mahali ambapo mawimbi ya shughuli hii yamefika. Lakini shughuli yetu ya mwisho kabisa, hatua ya mwisho ndio inaingia sasa. Na kama tulivyo hapa ndani, kule nje nako kumejaa. Sasa baada ya maandalizi yanayoendelea hapo chini, watakao tutangulia kutoa heshima za mwisho ni meza kuu, yani makamu wa askofu mkuu, mheshimiwa spika na wote walioko katika sehemu hii yenu.